Kwa mambo makubwa mawili hapa. La kwanza ni kwamba uwekezaji ambao tumeusajili tumeuona kweli mkubwa unaendelea, shilingi za Kitanzania bilioni 700. Kwa hiyo inaitwa capital kwa maana ya mtaji ambao unaingia. Kazi ya pili ambayo tunaangalia sisi watu wa uwekezaji ni kwamba tunataka uwekezaji utuzalishie ajira kwa vijana wetu, na kote nilikopita unaona vijana wetu wanaofanya kazi katika sekta mbalimbali, na hapa ni sekta mbili tu kwa maana ya kiwanda lakini pia ya kilimo. Wanaajiri zaidi ya watu 900, na wote vijana ambao nimewakuta hapa ni vijana wametoka katika vyuo vyetu mbalimbali, NIT, Chuo Dar es Salaam, UDOM na kadhalika na kadhalika. Kwa kweli tunashukuru kwamba tunapata mtaji ambao ndio lengo kubwa, tunapata vile vile ajira. La tatu ni teknolojia. Teknolojia ambayo imetumika hapa ni ya kisasa kabisa. Hili ni jambo kubwa. Kwenye sheria yetu ya uwekezaji kuna vivutio ambavyo vinatolewa kwa ajili ya kuwezesha uwekezaji, na vivutio vile vinarahisisha kulinda mtaji wa mwekezaji Mtanzania au mgeni, ili uwekezaji wake uweze kufanikiwa na kufanyika kwa haraka. Na chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na uongozi wa Mheshimiwa Waziri wetu Profesa Kitila Mkumbo, tumekuwa na wepesi wa kuwasaidia Watanzania kufanya uwekezaji kwa kuwapa vivutio. Kwa tuwaombe na kutoa rai kwa Watanzania wote wanaotaka kufanya uwekezaji hasa wa viwanda, wafahamu kwamba upo usaidizi ambao unatolewa chini ya mamlaka ya uwekezaji, chini ya TISEZA, ambao unaweza ukawasaidia kwa mitaji yao midogo au mikubwa kuweza kufanya uwekezaji. Na hiki ni kimoja ya kiwanda ambacho kimenufaika pia na vivutio vya uwekezaji ambavyo vinatolewa na mamlaka yetu chini ya wizara yetu ya mipango na uwekezaji, ili kuhakikisha kwamba uwekezaji huu umefanikiwa na kufanyika. Leo umetembelea katika kiwanda cha sukari cha Kilombero Sugar chenye thamani ya bilioni 700 K4, kiwanda ambacho ni cha kisasa kabisa, na kama umeona kikianza kufanya kazi mwezi wa 6 mwaka huu, zile changamoto zote za wakulima katika eneo litapungua, na tutakuwa na upungufu wa miwa kufika mwezi wa 12 kama hatutaongeza uzalishaji. Kwa ni kushukuru kwa jinsi ambavyo umepokea zile kero za Mheshimiwa Mbunge, kero za Mheshimiwa madiwani, kero za AMCOS ambazo zipo. Nikupongeza kujionea hali halisi, na nishukuru kwamba baada ya uzalishaji, na kama alivyosema profesa kutoka bodi ya sukari, tutakuwa na ile nakisi ya sukari itakuwa haipo. Sisi kama Kilombero tunafarijika sana kwa sehemu ya kuwa zao la kwanza. Tutahakikisha kwamba wakulima wetu wanazidi kuzalisha kwa wingi, kuzingatia swala la usalama, na zile kero ambazo zitakuwa zinatokea, tutakuomba ofisi yako na wataalamu wako waweze kuja kuzitatua. Project that's taken 5 years to build and to be the first large-scale sugar factory in South and East Africa in the last 40 years. This demonstrates the shareholders' commitment to realize the Vision 2025 to be self-sufficient in sugar, but also the vision of 2050 to take us past just self-sufficiency and be export, but at the same time build our people into high technology specialists that is required for this factory. Naitwa Rushanyuka John Lufutu, ni mwandishi mitambo upande wa uzalishaji wa mvuke na nishati ya umeme. Mimi ni mmoja wa wanufaika vijana ambao tumeajiriwa katika mradi huu, na huu ni mwaka wangu wa 4 katika hichi kiwanda. Nilianza kama foreman na sasa ni engineer. Nashukuru kwa kampuni na serikali kwa ujumla, tumewezesha vya kutosha, na mpaka sasa tunaendelea kuwawezesha wenzetu vijana wadogo kutoka vyuo mbalimbali wanakuja kujifunza, na tunatumaini katika uboreshaji huu basi tutakuwa na kizazi kizuri na chenye imara kwa ajili ya sekta hii ya uzalishaji na katika viwanda.